kufa Musa, mtumishi wa Musa Yoshua anaambiwa na Mungu, sasa wewe hili kundi tutalipeleka kwenye nchi yako. Kwa nini Mungu anamwamini? Kwa sababu anamwamini kwa sababu alikuwa akitumika vema chini ya mtumishi wake. Halo. Kwa ili uweze kuamini na Mungu ukapata majukumu makubwa au maono uliyokuwa nayo yakapata kutimika, ni vile wewe unapokuwa mwaminifu chini ya baba yako. Anapozungumza maneno haya kwamba hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kabla hajasema haya, maana yake Mungu aliangalia vigezo vya kusema huyo nitakaa upande wake, hakuna adui atakayegusa maisha yake, hakuna kizuizi kitazuia hatua yake, hakuna neno linalosimama kinyume chake, kwa sababu amestahili na amekizi vigezo vya mimi kutembea na yeye, kwa sababu amekuwa mwaminifu kwa mtumishi wangu, pia atakuwa mwaminifu kwangu. Nataka uelewe na unafahamu, ukikosa uaminifu kwa baba yako wa kiroho, ukikosa uaminifu kwa mtumishi wa Mungu aliye juu yako, ujue hautaweza kuwa mwaminifu kwa Mungu. Kwa nini nakufundisha? Anaposema kwenye maneno yake, ampokeaye nabii hupata thawabu nini? Ampokea nani? Nabii atapata thawabu nini? Tena mwaminini Bwana Mungu ili mpate kuthibitika, waaminini manabii wake ili mpate kufanikiwa. Ili uweze kufanikiwa ni vile unapotumika vizuri chini ya mtumishi wa Mungu, unapokuwa mwaminifu chini ya mtumishi wa Mungu, unapomwamini yeye ndiye anakuongoza kwenye njia inayoendea usalama, kwenye njia ya Kristo, na kupata thawabu ya huyo mtumishi anapoachilia kwako. Kwa sababu baraka haiwezi kubariki sehemu isiposhindwa. Unaona mtumishi wa Mungu, hujawahi kuwa na adabu naye, hujawahi kumheshimu, unataka kufuata, unajizuilia baraka mwenyewe. Kwa sababu mafanikio yako yamebebwa kwa mwongozo wa maelekezo yake. Ndio maana nyingine nawaambia, baraka haipo kwenye maombi. Baraka ipo kwenye kutii na kufuata maelekezo. Naposikia sauti kwa bidii na kufanya haya na kuagiza leo, ndipo mtakapobarikiwa. Maana maagizo na maelekezo ndiyo yanafungua mlango wa nini? Wa baraka. Sasa ikiwa haujatumika vema, haujakaa vema na mtumishi wa Mungu aliye juu yako, maana yake hautaweza kutii wala kusikia sauti ya maelekezo yake. Ataposema jambo hili utalifanya, utajisikia kwenda kinyume, unakuwa mwasi. Nimekanyaga mimi kanisa. Shida sio kwamba hakuna baraka. Shida wewe hujajua namna ya kutambua baraka.